tuende kwenye swala jingine tumalizane na hii la VETA. Turudi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama wewe unasema kwamba anaweka mahusiano yake vizuri. Ni wiki mbili kama sio wiki tatu nyuma taifa lilipata msiba. Naweza kama taifa lilipata msiba kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa kwa kiasi kikubwa amechangia sana katika maendeleo ya taifa na amechangia taifa kufika hapa zilipofika. Anamzungumzia ni kiongozi mstaafu ambaye alikuwa ni mmoja kati ya viongozi wa mawaziri ambao walipita katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia alikuwa ni mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi kirefu. Lakini pia ni mtu ambaye tukisema tuangalie mafanikio yake, ni mtu ambaye pia amechangia kuanzishwa kwa taasisi ya MOI ndio ya mifupa. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukitaja jina lake ni wengi sana wanafahamu, lakini pia kwa kiasi kikubwa amechangia katika maendeleo ya taifa. Bahati mbaya Mungu amemchukua. Kwa hiyo watu wanafahamu utaratibu wa rais kuwa na kutoa pole, lakini pia na kutoa pongezi pale ambapo taifa litakuwa limefanya vizuri au kupata changamoto yoyote. Na kama taifa kuondokewa na mtu huyu ilikuwa ni moja kati ya pigo, kwa sababu ni mtu ambaye amechangia maendeleo ya taifa. Lakini tangia siku ambapo msiba umetangazwa mpaka leo, tangia msiba umetangazwa mpaka msiba unaendelea mpaka kuja kuzikwa, na wiki sasa kama 2 zimeshapita, bado hatujaona ile kawaida au wananchi wanauliza kwamba wamezoea kuona kama rais akitoa neno lolote labda la pole kwa familia, lakini pia kwa taifa kwa kupotelewa na au kwa kupoteza mtu kama huyo. Mpaka leo bado mheshimiwa hajazungumza chochote kuhusiana na msiba wa Profesa Sarungi. Na wananchi labda wamekuwa na mawazo, wamekuwa na sintofahamu kichwani kwamba imekuwaje mheshimiwa mpaka sasa bado hajazungumza chochote, na wakati ni kawaida ya yeye kama taasisi, lakini yeye kama kiongozi wa taifa kuzungumza chochote. Tumeona timu kama Yanga ikifanya vizuri, labda Simba, labda Azam ikifanya vizuri hata kimataifa, akizungumza akitoa labda ni pole, ni pongezi kwa mambo ambayo yametokea. Lakini kwa msiba wa Sarungi, Profesa Sarungi hajazungumza chochote mpaka sasa, na msiba ni kama sasa umeelekea kuisha, machungu labda kwa familia yanapungua, lakini mheshimiwa bado hajazungumza chochote. Asante ndugu mtangazaji. Mheshimiwa rais akizungumza jambo kuhusu msiba, hiyo familia kwa nini? Mimi nikuulize swali kidogo. Akizungumza kuhusu msiba, familia hiyo inapona nini? Mzee Sarungi. Mzee Sarungi ameshafariki. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Unamfahamu Tabitha Siwale? Haumfahamu? Tabitha Siwale amefariki tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 86. Nataka nikueleze vizuri sana ili ujaribu kufikiria ambacho anazungumza. Tabitha Siwale amefariki tarehe 13 mwezi Machi 2025 akiwa na umri wa miaka 86. Tabitha Siwale ni nani? Ni waziri wa kwanza mwanamke kuteuliwa katika Jamhuri ya Tanzania mwaka 1976 na Mwalimu Nyerere. Nimekuuliza, unamfahamu? Kazi yake juzi makabila Kinondoni. Rais amesema nini? Heshima ya Tabitha Siwale na heshima ya Sarungi ni vitu vile vile vinafanana. Kwa hiyo kama kuna mtu analeta contradiction katika hili lililotokea la Mzee Sarungi, kwamba huenda ni tofauti na binti yake Maria Sarungi anachokifanya mitandaoni, kuikosoa serikali, kukashifu, kumtukana rais wa nchi. Rais wa Samia anatukana na watu wengi, lakini bado wanaishi nao tu. Kwa hiyo kutokusema neno lolote Rais Samia, sio kesi ya kujadili kwenye taifa hili. Tutakuwa tumepungukiwa sana mawazo mtu unakuta ile ambayo yapo kwa mustakabali wa taifa letu. Tunakwambia Tabitha Siwale
amefariki. Nguli kwenye siasa za nchi hii sana. Alikuwa waziri wa maendeleo, nyumba ya maendeleo na makazi kwa Mwalimu Nyerere. Lakini hamna aliyezungumza na hakuna anayehoji. Anahoji mtu kuhusu Sarungi kwa sababu labda anamuona mtoto wake ile Maria anamtukana Rais Samia. Wala hapana. Rais Samia yupo kazini, anafanya kazi na ni kiongozi wa Watanzania wote. Sijui kama anaongoza kipande tu cha wana CCM Rais Samia. Anaongoza watu. Bila kujali vyama vyao na makabila yao na kitu kingine. Anaongoza watu. Wananchi wanahoji sana kwamba wameona kwenye hata mitandao kwa nini wasihoji? Kwa nini Mheshimiwa Samia amekuwa akipongeza hata Simba imefanikiwa. Nikasema kwa nini wasihoji kuhusu kifo cha kabisa Siwale, ambaye ni mwanamke wa kwanza kuteuliwa kuwa waziri, yaani aliyewapa heshima wanawake wa nchi hii. Kuna mwanamke anahoji kuhusu kabisa Siwale, kuhusu msiba wake tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2025. Kwa kimsingi nahisi kile kinachozungumzwa ni kwa sababu ya yule binti Maria Sarungi, jinsi ambavyo anaonekana kuishi na serikali yake. Lakini bado Samia Suluhu Hassan hajaje kusema neno lolote kuhusu Maria Sarungi. Basi na yeye Maria Sarungi afanye kwa sababu ya kuweka followers wengi zake za mtandao. Alipewa heshima kwenye bunge la katiba la Tanzania hii, kafanya kazi. Lakini kwa sababu kuna watu hawezi kushukuru, hawezi akashukuru yule binadamu hata umvusha kwenye kijito gani kigumu. Lakini Maria Sarungi yupo kwa sababu ya Tanzania hii. Na anakaribishwa huyu nyumbani kwake afanye mambo mengine. Na si usije kifo cha Mzee Sarungi kwamba sisi Samia kafanyaje? Samia yupo kazini anafanya kazi, leo iko na mimi. Kama siku sana amekusudia kuapisha rais wa nchi.